Marekani yaonywa vikali dhidi ya dini Tanzania. Leo tutazungumzia mjadala mkubwa uliozua hisia kali nchini Tanzania baada ya baadhi ya viongozi wa dini kupinga kauli ya maseneta wa Marekani kuhusu hali ya uhuru wa dini nchini humo. Wamesema kwamba, je, ni kweli Tanzania kuna tatizo la uhuru wa kuabudu au hii ni kauli yenye maslahi ya kisiasa? Katika video hii tutachambua kwa kina kauli ya mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, Sheikh Alhadi Musa Salum, aliyesema wazi kuwa Marekani haiwezi kuitisha wala kuitishia Tanzania kuhusu masuala ya dini. Leo hakikisha una subscribe katika chaneli ya Dirisha la Dunia TV ili uweze kujua zaidi kinachoendelea katika nchi yako. Tutazungumzia maana ya kauli hii, athari zake kwa diplomasia ya Tanzania na Marekani, pamoja na swali kubwa lililoulizwa na wengi: je, viongozi wa dini wanapaswa kuingia moja kwa moja kwenye mijadala ya kisiasa? Endelea kuitazama hadi mwisho kwa uchambuzi wa kina na maoni mbalimbali kuhusu sakata hili lililowekwa mijadala mtandaoni. Vile nawe unaweza comment hapo chini kabisa kwenye comment ili uweze kutoa kile ambacho wewe umekiona kupitia mijadala hiyo. Katika siku za hivi karibuni, Tanzania imejikuta katikati ya mjadala mikubwa kuhusu uhuru wa dini baada ya baadhi ya maseneta wa Marekani kutoa kauli zinazohoji hali ya haki za kuabudu nchini Tanzania. Kauli hizo zimeibua hisia kali kutoka kwa viongozi wa dini hapa Tanzania, ambapo sasa viongozi wa Kiislamu na viongozi wa Kristo wameungana kwa sauti ya pamoja kuonyesha msimamo wao. Kwa upande wa mmoja wa mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano ya Amani Tanzania, Sheikh Alhadi Musa Salum, amesema wazi kuwa Marekani haina mamlaka ya kuigombanisha wala kuifundisha Tanzania kuhusu masuala ya dini. Kwa upande mwingine, Askofu Israel Massa naye amesisitiza kuwa Tanzania imekuwa mfano wa amani, utulivu na mshikamano wa kidini kwa zaidi ya nusu karne. Lakini swali kubwa limeibuka: kwa nini viongozi hawa wameamua kuzungumza kwa nguvu kiasi hiki? Je, ni kulinda heshima ya taifa au kuna tofauti kwamba kauli za nje zinaweza kuleta mgawanyiko wa kidini nchini humo Tanzania? Tunapoangalia kwa undani, viongozi hawa wamejaribu kuonyesha picha moja muhimu sana, kwamba Tanzania imejengwa kwenye misingi ya kuvumiliana, kuishi pamoja na kuheshimiana bila kujali tofauti za dini. Ndiyo maana Askofu Massa ametolea mfano jinsi Waislamu na Wakristo wanavyoshirikiana hata kwenye nyakati ngumu, ikiwemo kipindi cha mashambulizi ya kigaidi ya mwaka 1998 dhidi ya ubalozi wa Marekani uliotokea jijini Dar es Salaam. Kwao huo ni ushahidi kuwa Watanzania wamekuwa kitu kimoja licha ya tofauti zao. Lakini pia upande mwingine wa mjadala, wapo wanaoamini kuwa mataifa makubwa kama Marekani yana haki ya kuzungumzia masuala ya haki za binadamu popote duniani pale wanapoona kuna changamoto hiyo. Hivyo mjadala huu unaacha maswali mengi. Je, hizi ni siasa za kimataifa? Je, ni ulinzi wa haki za binadamu au ni jaribio la kuingilia mambo ya ndani ya Tanzania? Katika uchambuzi huu wa leo tunatambua kwamba
tunatambua kwa kina kauli za viongozi hawa wa dini, maana yake wa Tanzania, athari zake kwa diplomasia ya kimataifa, na jambo kubwa zaidi, kwa nini suala la dini huwa nyeti sana katika jamii yoyote duniani. Endelea kutazama hadi mwisho kwa sababu mada hii ina mambo mengi ambayo wengi hawayaoni kwa haraka zaidi. Hapa Dirisha la Dunia TV ni sehemu pekee ambayo utapata uchambuzi wa kina na wa ukweli ambao utapata kukufahamisha mambo mengi kuhusiana na nchi yako ya Tanzania.